Kumalizia ni kwamba mwito kwa waajiri kuimarisha hali za kikazi na mishahara ya wafanyikazi wao. Mwito huu ulishamiri katika baadhi ya hotuba zilizotolewa na viongozi huku nchi hii ikiadhimisha sikukuu ya wafanyikazi. Na katika kaunti ya Mombasa, katibu mkuu wa KOTU katika eneo la Pwani Gideon Mutiso aliwahimiza waajiri watimize kanuni za leba, akitaja visa vya dhuluma na kushirikiana na wawakilishi wa kisheria. Na katika kaunti ya Samburu, askofu mkuu wa dayosisi ya Nyeri Anthony Muheria na mwenzake wa Maralal Askofu Heronius Joya alitoa wito kwa waajiri kutoa vishawishi na kuwapa wafanyikazi wao uwezo wa kujisimamia vilivyo. Sherehe za sikukuu ya Labor Day ziliandaliwa katika sehemu mbalimbali huku wafanyikazi wakikusanyika kuadhimisha siku hii. Katika kaunti ya Mombasa, viongozi wa vyama vya wafanyikazi walichukua fursa hiyo kuwasilisha maoni yao kuhusiana na halmashauri ya afya ya jamii na nyumba za gharama nafuu. Wafanyikazi wengi wamekatwa pesa sasha, lakini wanapoenda hospitalini hii huduma wafanyikazi wengi wapati. Imekuwa ni kero kama si viongozi wa wafanyikazi. Kila wakati wafanyikazi wanafika katika ofisi zetu wanalamika. Haya yamejiri huku waajiri wakikosolewa kwa kutozingatia kanuni za leba. Mambo ya kwamba unatisha wafanyikazi, utasema nitafunga alafu niende Uganda. Uganda pia sheria iko. Tanzania iko, Rwanda iko, South Africa iko. Kila mahali hakuna sheria. Watu wengine wamechukua maloya ili kufunga ya kwamba njia za wafanyikazi kupata haki yao. Matajiri wetu wanachukua watu kusubcontract. Na hii mambo ya subcontract hizi outsourcing inaleta umasikini kwa sababu haina security at all. Huyu mtu hawezi kwenda bank kuchukua loan. Miito kuhusu haki za wafanyikazi pia ilitolewa na askofu mkuu wa dayosisi ya Nyeri Anthony Muheria na mwenzake wa Maralal Askofu Heronius Joya. Wanasiasa na viongozi wa nchi mbalimbali pia wataona umuhimu ya kuheshimu wafanyikazi, kupatia wafanyikazi nafasi ili waweze kuimarisha. Knowing the difficulties of our workers, I add to Bishop Joya's words that we hope that their life can be uplifted. Maaskofu hao wawili walizungumza mjini Maralal katika kaunti ya Samburu wakati wa sherehe za uzinduzi wa chama cha wanaume wa Katoliki katika eneo hilo. Wakati huo mbunge wa kaunti ya Samburu Pauline Lenguris alilalamikia changamoto zinazowakabili wafanyikazi katika eneo hilo, hasa utovu wa usalama. Sasa mimi nashindwa, mwenye alitoa Samburu kutoka hardship area kuweka moderate, sijui alifikiria nini. Kwa sababu hawa wafanyikazi wanafanya kazi katika hali ngumu. Kuna sehemu hakuna maji. Na katika kaunti ya Kericho, wafanyikazi wa chama cha kilimo wamelalamikia mishahara duni huku gharama ya maisha ikipanda. The continued exploitation and political neglect of these workers must cease immediately. As union leadership, we will no longer tolerate reckless governance that undermines the welfare of our people. Solidarity forever. Na huko Trans Nzoia, wafanyikazi wa serikali ya kaunti hiyo wamelalamikia kucheleweshwa kulipwa kwa mishahara yao, wakiitisha mkutano na gavana ili kuepusha mgomo. Wafanyikazi wameripotiwa kususia kazi huku wakitoa makataa ya hadi katikati ya juma lijalo kwa malalamishi yao kushughulikiwa. Kamchemenza, Darubini Wikendi.